kosea, ninaomba utengeneze mazao yale maneno. Wakati mwingine tunaamua tumeingia katika mahusiano fulani, urafiki fulani, ushirika fulani, biashara fulani, alafu bila kumshirikisha Roho Mtakatifu. Hii sio nafasi ya kwanza. Mambo yanapoharibika, tunakwenda sasa kumshirikisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ili aweze kusahihisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwako anakuwa sio sehemu ya kwanza. Yeye anakuwa tu katika ile sehemu ni kama kumpa taarifa, mpewa taarifa. Roho Mtakatifu anataka apewe nafasi ya kwanza kabla ya maamuzi yako, kabla hujafanya chochote. Yeye umpe nafasi ya kwanza. Moyo uliotawaliwa unaompa nafasi ya kwanza Roho Mtakatifu hauwezi kufanya hivyo. Kabla ndo ulimi haujasema jambo fulani, moyo unakwenda mbele za Roho Mtakatifu ndani, akamwambia Roho Mtakatifu, nipe cha kusema. Kabla ulimi haujasema, kabla mikono haijaamua kutenda kitu, moyo, kwa sababu moyo ndio unawasiliana na Roho Mtakatifu ndani. Kabla hujachukua hatua ya kutenda kitu, moyo unatakiwa uanze kumuuliza Roho Mtakatifu ndani, hiki kinachotaka kutenda, ninaomba wewe uweze kupata uongozi, uweze kukiruhusu. Unatafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Kabla miguu yako hajaanza kuchukua hatua ya kutembea, moyo unaanza kutafuta uongozi ndani yako. Katika Isaya sura mstari mmoja na Isaya tutaona mbele kama siku 21 tutaangalia mbele, ambayo inasema utasikia sauti nyuma yako ikikwambia njia hii ndio hii tuendeayo, wala usiende mkono wa kuume wala wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitabu cha Mithali kinatuambia nini katika ile sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6? Anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitumainie akili zako, naye atanyoosha mapito yako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mithali 3:5 mpaka mstari wa 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito. Katika mstari huu tunaona mambo ya matatu. La kwanza ambalo tunaliona ni la kumtegemea Mungu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Tusimtegemee Mungu kwa sehemu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako. Anataka moyo wako wote mtegemee yeye. Inawezekana kabisa Mungu tunamtegemea sio kwa moyo wote, kwa sehemu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema nini? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa tunaiona katika mstari kwamba tumtegemee Bwana kwa moyo wako. Kwa maana gani? Anataka nafasi moyo wako wote. Moyo wako. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Hata sio nyingi kiasi gani, bado huwezi kujua kila kitu. Bado mwanadamu anaendesha. Bado na mwanadamu ana upeo, ana mwisho wake wa kuona, ana uwezo wake finyu wa kuona. Anasema wala usizitegemee akili zako mwenyewe, kwa sababu hujui kila kitu. Na katika njia zako zote mkiri yeye. Tumepata tu kwamba anasema ukifanya hivi atayanyoosha mapito yako. Mapito yako yote atayanyoosha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumpa Roho Mtakatifu moyo wako wote, maana
Ni pale ambapo unamwambia Bwana, maamuzi yangu si ya mwisho, hisia zangu si za mwisho, akili zangu si za mwisho, mawazo yangu si ya mwisho. Wewe ndiyo mwenye sauti ya mwisho katika maisha. Kumpa Bwana moyo wako ni pale ambapo unamwambia Bwana, nataka wewe uwe nafasi ya kwanza. Hutaangalia uzoefu wako katika imani. Lakini unajua kuna watu wamekaa kwenye uzoefu wa kiimani kwa muda mrefu sana. Nija kumwambia jambo fulani, anaweza kukwambia wewe unaniambia nini? Unaokoka na kuona. Yesu asifiwe sana. Tulikuwepo mzee Korola, walikuwa wakina nani? Wewe ndivyo hata Yesu alimwambia. Wewe unazaliwa tunakuona hapa. Mwana wa Mariamu, sio yule ndugu zake. Mambo yake ndio wale ambao tunawafahamu. Alafu unakuja kutuambia. Si katika uzoefu nilionao wa kiroho. Si vibaya kuwa na uzoefu, kama tunavyoendelea kuna siku kujifunza mambo kulingana na namna ambavyo yalitokea jana, yalitokea juzi. Tunapata kile uzoefu, lakini bado neno la Mungu usisitegemee akili zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tunataka ushauri kwa watu wengine. Biblia inatuambia kwamba Roho Mtakatifu anataka nafasi ya kwanza. Si watafute ushauri kwa watu wengine. Unaonaje katika hili? Ndio changamoto, kuna hiki na hiki. Unaanza kumwamini ndugu yako mwingine, rafiki yako kuliko Roho Mtakatifu. Kuna jambo unapitia, unaanza kumwamini rafiki, kumbe yeye anayo mengi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maana bado hujampa nafasi ya kwanza. Anataka umpe nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Si kwa sababu tu fursa imetokea wakati mwingine basi unaamua kuifuata. Si kwa sababu tu mlango umefunguka kwa baraka basi unajaribu kuufuata na kutazama. Mtu wa rohoni ambaye amempa nafasi ya kwanza Roho Mtakatifu huwa anatambua kwamba si mambo yote yanaonekana mazuri katika macho ya wanadamu yatakuwa yana mwisho mzuri. Isaya 14:12 neno la Mungu linasema japo yanaonekana mazuri machoni pa wanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu amempa nafasi ya kwanza, huwa anatambua kabisa kwamba mingine anaweza kuonekana ni mazuri kwa macho ya kibinadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa hiyo anatambua kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza. Mapenzi yangu si ya mwisho, hisia zangu si za mwisho, bali yeye Roho Mtakatifu ni yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio muda umekwenda, lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Kumpa moyo wako wote, kumpa moyo wako wote. Kabla hujazungumza chochote, unaanza kumwita Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu niongoze. Kabla hujafanya jambo lolote, kabla hujamshika mtu, unamwambia Roho Mtakatifu niongoze. Kabla hujafanya jambo lolote, unamwambia Roho Mtakatifu niongoze. Kabla hujaamua kitu chochote cha kufanya, kiwe kidogo kikubwa, Roho Mtakatifu niongoze. Kwa hiyo ni namna unamshirikisha Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tunajua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu wa mambo makubwa tu. Mambo madogo madogo yale si Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wa mambo madogo madogo pia. Usipoweza kumpa usihani katika mambo madogo madogo, huwezi kumpa Roho Mtakatifu udhibiti katika mambo makubwa. Yale madogo madogo unayoona yale, anza kumshirikisha Roho Mtakatifu. Anza kumshirikisha Roho Mtakatifu. Na jambo hili Roho Mtakatifu, naomba nishauri,
Tazama katika inayopitia haya, mimi siwezi kwa akili zangu. Unaanza kuzungumza naye, yaani haumwambii tu kama kumpa taarifa, bali unamwambia kama msaidizi wa kweli ambaye tunaye ndani yako. Na Roho Mtakatifu atakapoanza kuona huyu mwanangu ananiishi kweli, anathamini nafasi yangu, anaweza kuchukua nafasi, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mambo mengi sana yangekuwa tofauti kama tungemshirikisha Roho Mtakatifu. Yako mambo mengi sana yasingekuwa na mazaa kama tungemshirikisha Roho Mtakatifu. Uchungu tulionao wakati mwingine, kama tungemshirikisha Roho Mtakatifu, ungeweza kuzuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vita vya kiroho ambavyo tunavyo na vita mbalimbali tulivyo navyo. Kama tungemshirikisha Roho Mtakatifu kabla, tusingeingia, kwa sababu yeye ametuongoza. Anasema anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitumaini akili zako zote katika njia zako zote, nami nitanyosha mapito yako. Jua hakika kwamba mapito yako atayanyosha. Kuna mambo mengi ambayo tumeingia, kama tungemshirikisha. Kuna biashara tumeingia, kama tungemshirikisha isingekufa au isingepitia katika hali matatizo. Katika mahusiano yetu na mahusiano tuliingia, kama tungemshirikisha tusingekuwa na changamoto, lakini bado ipo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo neema. Kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza, si katika wakati wa ibada tu. Wakati mwingine wakati wa ibada tukija hapo, wakati wa ibada ikiwa na bila namna hii, labda wakati, bali inahusisha katika mwenendo wa maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotembea, Roho Mtakatifu yupo, hatumwachi siku ya Jumapili. Unapozungumza, Roho Mtakatifu yupo. Tunapotoka nje ya mlango huu, Roho Mtakatifu yupo. Kabla hujamshika mtu, Roho Mtakatifu yupo. Anza kwanza ndani yako. Haya ni mazoezi ambayo tunataka tuanze kuyazoea, ili Roho Mtakatifu apate nafasi, uanze kuzungumza naye, uanze kushirikiana naye. Ndicho anachokihitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wanaongozwa na Roho, hao ndio wana nini? Wa Mungu. Hao wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya pili, nisema ndio tuangalie mambo matatu. La kwanza ni kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza. Kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza. Lakini jambo la pili, maana ya Roho Mtakatifu ya kutawala moyo wote. Ya kwanza tumesema ni kumpa nafasi ya kwanza Roho Mtakatifu. Tumejifunza kwa kifupi hapo kuangalia namna ya kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza. Lakini na pili ni kumruhusu Roho Mtakatifu aguse kila eneo la moyo. Ni kumruhusu Roho Mtakatifu aguse kila eneo la moyo. Anaandika, naomba uandike. Kumruhusu Roho Mtakatifu aguse kila eneo la moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha ya wanadamu au ya ushirika wetu na Bwana Yesu, yako maeneo mengi ambayo hatutaki watu, ambayo watu hawajui. Hatutaki Roho Mtakatifu aguse. Mara nyingi tunataka tu maeneo ambayo watu wanayaona. Yale maeneo mengine ambayo watu hawayaoni, hatutaki Roho Mtakatifu aguse.
Ujumbe hapa katika kitu cha habari ni kuruhusu Roho Mtakatifu aguse kila eneo la moyo wako, la moyo wako. Kuna eneo ambalo watu hawezi kuona. Kuna eneo ambalo watu hawezi kuona. Kwa mfano, ninapokuja kuhubiri hapa, tabasamu unaolitoa, maneno mazuri ya kiroho, lakini bado kumbe inawezekana kuna eneo ambalo watu hawezi kuona ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo inawezekana kabisa mtu akisimama kuhubiri na tabasamu chungu, lakini ndani yake kuna uchungu. Ile eneo ambalo la uchungu hataki Roho Mtakatifu aliguse. Anataka Roho Mtakatifu aguse tu maeneo ambayo yanaonekana kwa tabasamu, labda aguse tu wakati wa Jumapili. Tunaweza kukulia kama naimba hapa sifu kweli kweli, anaisha. Sisemi kama watumishi hapa mko hivyo, hapana, ni mfano tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajaribu kueleza hali halisi ya maisha, ile hali ya nje ambayo watu wanaiona. Ndio ambayo watu wakimtazama anaona ni mtu anaruka na furaha, lakini ndani yake ana watu wanamshika. Sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana. Ndani yake kuna mtu kaoneka. Huenda katoka nyumbani kama ni wakina mama, ndani yake kuna kiburi, anaweza kumheshimu wake. Yesu asifiwe. Kama ni mume, huenda ndani maisha anaoishi ni tofauti, sio tena kumpa heshima mke wake. Lakini katikati ya watu, eneo la siri ambalo watu hawaliona, ni kumruhusu Roho Mtakatifu aguse maisha, maeneo yote, sio maeneo tu yale ambayo watu wanayaona. Naweza nikawa hapa ninahubiri vizuri, lakini ndani yangu nina uchungu. Naweza kawa ninahubiri vizuri hapa, lakini ndani yangu kuna mtu nimewabeba. Naweza kawa ninahubiri vizuri, lakini ndani yangu nina wivu. Naweza kawa ninahubiri vizuri hapa nilipo, ninacheka na tabasamu labda tu hapa, lakini ndani yangu kuna mambo yasiyofaa. Ndani yangu bado kuna tamaa. Sababu sio hiyo, siko hivyo, ila natoa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Kumruhusu Roho Mtakatifu aguse kila eneo, kila eneo. Mwanadamu anayo maeneo mengi. Anaweza kama anaonekana tabasamu hapa, lakini ndani ana machozi. Anaweza kaa yuko hapa, lakini ndani ana maumivu ya nyuma hajapona. Anaweza kuwa umekaa kama ulivyokaa na hiyo, lakini ndani kuna watu waumiza na bado hujawasamehe. Hayo maeneo ndio Roho Mtakatifu anataka yaguse. Hawezi kuyagusa bila wewe kumpa ruhusa, ili aweze kuwa na ushirika wewe kuzungumza naye. Lazima apate ruhusa ya maeneo, si yale maeneo ambayo ukiwa kwa watu kuona mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu mume na mke wanatoka nyumbani wakiwa ndani sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawazungumzi, lakini wakifika kwa nje sasa, watu kila mmoja anachangamka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakiwatazama wanaona picha ya nje, lakini ndani kuna uchungu. Mungu anataka aguse maeneo ya siri, yale ya ndani, yale ya ndani, yale ya ndani.
Naweza kuona sauti nzuri kabisa. Nzuri. Na mbingu zikatikisa. Na watu wote wakaangalia. Lakini ndani yako hali yako ya kiroho haiko vizuri. Hakuna anayeona hao maeneo. Tulikuwa tunaimba hapa, tupendane kanisa, tupendane, tupendane Afrika, tupendane. Lakini ndani yako kuangalia, mbona kuna mtu umemchukia jirani yako si lazima awe jirani yako wa karibu, ni yule ambaye yuko karibu na wewe. Mbona tumekoshana kidogo tu, lakini bado umemweka jirani yako. Hayo maeneo ndio Roho Mtakatifu anataka kuyagusha, yasionekana kwa watu, lakini yako ndani yako, maeneo ya siri. Ndio maana Bwana wakati anataka kumpaka Daudi mafuta kwa mara ya kwanza katika Samueli wa kwanza 16:7, anatuma Samueli kwenda kumpaka mafuta. Samueli anakwenda kumchagua mtu mwingine kwa muonekano wa sura. Akasema, mimi sichagui kama wanavyochagua, kama wanadamu wanavyochagua. Mimi natazama moyo, kipimo changu ni moyo. Wanadamu wanaweza kuwa anacheka hivi, lakini ndani yao chungu. Wanadamu wanaweza kuwa anakufurahia, bali chema, lakini ndani ana wivu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani tupendane. Kuna mtu kuja msamehe. Hivi kweli unaweza kusema tupendane kama kuna mtu kuja msamehe? Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo kiumba ya siri ndiko Roho Mtakatifu anataka kujishughulika navyo. Umruhusu aweze kuingia kutawala. Usipomruhusu, Roho Mtakatifu anakaa pembeni. Ili Roho Mtakatifu aweze kuchukua nafasi, ni lazima tuweze kumpa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpe nafasi. Tumpe nafasi. Tumpe nafasi. Tumpe nafasi ya kutawala katika maeneo yote. Roho Mtakatifu anataka kutengeneza chanzo cha ndani. Hali yako ya ndani ikitengenezwa, ukimpa nafasi ndani, na uko nje unafanikiwa. Ndani ukiharibika, hata muonekano wa nje hautakuwa mzuri. Maneno ya Mungu yanasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uwezavyo kuvilinda. Linda sana moyo wako kuliko, kwa sababu ndiko chemchemi ya uzima inapotoka. Moyo wako ukimkabidhi Roho Mtakatifu wote, ndipo chemchemi ya uzima utapotoka. Amani ya kweli ya Roho Mtakatifu itakaa. Upendo wa Roho Mtakatifu utasimika. Matunda ya Roho yataonekana. Moyo, kama wimbo hapa tunaimba, moyo ila. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tumetunda, wale mtunzi Roho Mtakatifu alimfunulia. Ni maneno ambayo si katika akili zake. Linda sana moyo wako kuliko kila kitu uwezacho kulinda. Roho Mtakatifu anataka huo moyo. Sasa tunaangalia baadhi ya maeneo machache. La kwanza, mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba uguse eneo la uchungu. La kwanza. Inawezekana kila mmoja na eneo lake ambalo bado anataka Roho Mtakatifu aweze kugusa. Ili Roho Mtakatifu aweze kuwa na ushirika na wewe. Uweze kumsikia Roho Mtakatifu sawa sawa. Uweze kuwa na ushirika sawa sawa na Roho Mtakatifu. Haya maeneo yanakuwa kuyasoma sasa hivi kwa haraka. Andika Roho Mtakatifu, gusa eneo langu la uchungu. Gusa eneo langu la uchungu. Eneo la uchungu ni eneo mojawapo ambalo halionekani kwa watu.
Eneo la uchungu ni eneo ambalo watu wanapotazama hawezi kuona uchungu. Mwanadamu anaweza kuwa mahali hapa amesema namna hii, kama ilivyo ile ya tabasamu, anaonekana mpole kwa watu, lakini uchungu umekaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutokusamehe, ameshikia watu. Roho Mtakatifu anataka uchungu uachilie yale maumivu uliyoyapata kutokana na maneno ya watu. Ukabeba maumivu, ukakaa nao, ukutana na rafiki yako alikuuliza, yule katika familia, ni mume wako, ni mke wako, ni mtu wa karibu ambaye ulimwamini, akakuumiza, ukayabeba yale maneno yakatengeneza uchungu, alafu unashindwa kusamehe, unashindwa kuachilia. Uchungu ni eneo la siri ambalo halionekani kwa macho ya mtu. Naweza nikawa hapa lakini hali na uchungu. Kuna mtu alijibu vibaya, kuna kiongozi alijibu vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipishana kidogo tu, lakini akanijibu tofauti. Nikawa na uchungu na yeye ndani yangu. Uchungu ni eneo la siri ambalo Roho Mtakatifu anataka kuweza kuwa na umiliki. Yale maumivu ya ndani, maumivu kutokana na namna ambavyo tumehusiana na watu wengine. Wenda ni watu walituumiza, tukatengeneza uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo la uchungu ni kwamba linapokaa kwa muda mrefu linatengeneza mlango. Unaanza kuwaona watu si katika namna ya mtazamo ulio sawa mbele za Mungu. Unaanza kuwaona watu katika mtazamo wa maumivu uliopitia. Unakutana na binti amekuwa katika namna huko nyuma, anapoingia kwenye ndoa